Yes, bwana msikilizaji, karibu sana kwenye hii simulizi tamu ya kuitwa Love of My Life. Simulizi unaweza kuita Lonely, kama kuita kwa kirefu Love of My Life unaona kwako ni mtihani, unaita tu Lonely, kutoka kwake bidada Agatha, Queen of Stories. Mimi naitwa Uncle J Simulizi. Sasa bwana, nikukumbushe pale tulipoishia katika sehemu iliyopita. Bwana, katika sehemu iliyopita tulishia pale ambapo huyu binti Pina, huyu mrembo asiyeona, alikuwa anamsimulia mpenzi wake, mume wake mtarajiwa, mubaba wake, sponsor wake wanayemweka mjini, famasiala nini, wa kuitwa Rodrick. Kwa Pina akawa anamsimulia Rodrick maisha yake jinsi yalivyo, na Rodrick akamwambia anataka kujua kama ulikuwa unaona hapo mwanzo vizuri, nini kilitokea kapelekea wewe ukawa huoni. Hapo ndipo tulipoishia katika sehemu ya 6. Bana, karibu kwenye sehemu ya 7 tupate kujua nini hasa kilichoweza kuendelea. Na kama ni mgeni hapa, usisahau kubonyeza alama ya subscribe, ukabonyeza kialama cha kengele ili uendelee kupata simulizi mpya kila leo ninapoziachia. Karibu. Kiukweli nilishindwa kuzuia machozi. Nilijikuta nasema, mume wangu Isaac, unanifahamu vizuri na unajua kabisa kwamba siwezi kufanya hiko unachokizungumza. Kwa nini lakini unakuwa mimi huniamini? Sasa wakati nasema haya, Isaac alinitazama, akanisonya, kisha akaondoka zake. Kiukweli nililia sana kuona ya kwamba hata mume wangu anaona mimi ni kama vile mama yake jinsi alivyosema. Niliumia sana. Usiku huu nililia sana mno. Roho yangu iliniuma sana, Rodrick. Niliumia kupita kiasi. Okay, sawa Pina, mimi nimekuelewa. Lakini mimi ninachotaka kujua ni kwa nini hapo mwanzo ulikuwa unaona vizuri, lakini sasa hivi kwa nini hauoni? Nini hasa kilichotokea kwenye maisha yako? Rodrick, si ndo nakusimulia mkasa wa maisha yangu. Kwa nini unakuwa na haraka wakati mimi nipo hapa na nakusimulia? Okay, sawa, endelea na kusikiliza. Basi huu siku nililia sana. Nilishinda nalia mno, roho yangu ilikuwa inaniuma sana. Asubuhi nilipokuja kuamka nilikuwa naumwa sana macho yangu. Macho yalivimba na nilijua ni kwa sababu nilikuwa nimelia sana. Niliendelea na mambo yangu huku nikimpigia sana simu mume wangu Isaac bila hata ya mafanikio. Mume wangu hakuwa hata anapokea simu yangu. Hii siku ilipita. Nilimsubiri mume wangu sana tu arudi nyumbani, lakini nyumbani hakurudi kabisa. Pamoja na jumbe zote za msamaha kumtumia, wakati hata mimi sikuwa nimefanya kosa lolote, lakini mume wangu hakurudi nyumbani. Niliumia sana. Ninakumbuka siku iliyofuata ilibidi mimi niamke. Macho yalikuwa yananiuma. Sioni hata mbele vizuri, nilikuwa sioni vizuri. Kwa nilijiandaa mpaka kwa mama mkwe wangu. Sasa mama mkwe aliponiona akasema, Malkia ndo anafika. Mama mkwe alipotamka hizo sentensi na nikajua kabisa tu hizo ni kejeri, ananikejeri. Nilisalimia na kweli alinijibu, alafu akawa anaendelea kuchezea simu yake. Nikamuuliza mama, vipi kuhusu mume wangu? Hapo nilimuuliza mama juu ya mume wangu, lakini huyu mama alinitazama akasema, hebu kamwangalia huko chumbani. Hapo mimi kwanza nilishusha pumzi. Wakati naenda, yule mama akaniambia, niletee mjukuu wangu mie. Nenda wewe kama wewe. Hapo alimuita jina la mtoto aliita Kikwao, yani kwa lugha ya kwao. Na ndio jina ambalo yeye alikuwa amelitoa. Basi mimi nikampa yule mtoto mama mkwe. Mimi nikaingia kwenye iko chumba ambacho aliniambia kwamba niende nitamkuta mume wangu. Rodrick, hii siku mimi siwezi kuisahau.
Nilimkuta mume wangu Isaac amelala na mzazi mwenzake nyumbani kwao. Yule mwanamke ambaye aliniambia kwamba amezaa naye tu, hana time naye. Nilichoka. Na mbaya zaidi, mume wangu Isaac alikuwa hajali, hashtuki. Alafu huyo mzazi mwenzie alikuwa anacheka, huyo Faraja alikuwa anacheka. Nilionekana mimi ni kituko, nilionekana mimi ni mjinga, nilionekana mimi ni mpumbavu. Nilitoka pale nikiwa nalia, na nikamchukua mtoto wangu bila hata ya kutia neno. Mama mkwe akawa anacheka sana. Kumbe mume wangu Isaac alikuwa na mahusiano na mzazi mwenzie bila mimi kujua. Nilikuwa sijui chochote kuhusu mahusiano yao, ila namna ilivyo naona kabisa ni zaidi ya vile ambavyo mimi nilikuwa nimeelezwa. Maana yule Faraja, yule msichana anapendwa hapa ukweni na anajiamini vibaya mno. Acha tu Londrick, acha tu. Nilipofika nyumbani hii siku nililia sana. Nililia kupita kiasi. Familia mume wangu mimi hainipendi. Familia mume wangu hainipendi. Haya, ndo kwanza nimetoka kujifungua. Tena bora hata ningejifungua kawaida, nimejifungua kwa mshono. Kwamba nilikuwa nahitaji uangalizi walau hata miezi 3. Londrick, umi ndo ulikuwa mwanzo wa maumivu yangu. Mume wangu hakunitumia teksti wala hakuniuliza kitu. Mume wangu alinyamaza kimya. Nilikuwa naendelea kumtafuta wakati ili hali najua kabisa ana mahusiano mengine na huyo mke mwenzie. Na mimi naamini hawakuachana eti kusema kwamba wamerudiana, hapana. Hao walikuwa wanapendana. Na wakati huo sasa ndo macho ilikuwa nazidi kunitesa. Macho yalikuwa yananiuma sana. Na nilipoanza kutumia dawa za macho, ndio mambo yalipozidi kuwa mabaya kwangu. Macho yalizidi kuuma sana. Na nakumbuka Londrick, nyakati zote hizi nilikuwa niko peke yangu. Mume wangu Isaac alikuwa hanijali. Alikuwa anarudi, anaondoka. Hanipi hata nafasi ya kuzungumza naye. Anatuma tu pesa. Hapo mtoto wangu alianza kuumwa. Lakini nikawa najipa moyo ya kwamba mume wangu huyu Isaac, kwa sababu anatuma vijihera, basi ngoja niendelee kumlea huyu mtoto. Huyu mtoto kesho na kesho kutwa atakuja, atajisaidia yeye mwenyewe. Kwa nikawa naendelea na haya maisha hivyo hivyo. Siku zikazidi kusogea. Mtoto wangu akawa hapati choo. Na mimi hapo Londrick, kisoga macho yangu yaliacha. Macho yangu ndo yakazidi kupamba moto. Nilienda hospitali walinipatia dawa. Lakini unajua mtoto asipopata choo jinsi anavyolia, anavyohangaika. Nikamtafuta baba yake, ambaye baba yake alikuwa kwao na mzazi mwenzie yule Faraja. Nikamweleza, Isaac, kuna 1, kuna 2, 3, mtoto hapati choo. Uwezi kuamini, hakuna aliyejali, hakuna. Zile dawa nilizopewa hospitalini hazikuwa zinamsaidia kabisa mtoto wangu. Mtoto wangu alizidi kuwa na hali mbaya sana. Hali yake ilikuwa ni mbaya mno. Pina, hebu usilie Pina. Usilie, hebu jikaze basi. Tafadhali nakuomba usilie. Hebu nisimulie jinsi ilivyokuwa. Mtoto hali yake ilipokuwa mbaya, ilibidi mimi nirudi hospitali. Walimfanyia vipimo mtoto wangu, lakini mtoto wangu hakuwa anaonekana ana tatizo.
Mimi nilikuwa nalia mpaka ikawa inafika stage namuuliza dokta, kwani dokta, mtoto wangu mimi ana shida gani? Naombeni mniweke tu wazi, niwekeni tu ukweli nijue. Lakini huyu dokta alinitazama na kisha akaniuliza kwamba huyu mtoto anaitwa nani? Hapo nikamtajia jina la mtoto. Dokta alinitazama akasema, huyu si wa kiume huyu au? Nikamwambia kwa upole, nikamwambia ndio, ni wa kiume. Sasa mbona hili jina mnalomuita mtoto maana yake mbona sio nzuri kwa mtoto wa kiume? Nikamwambia dokta, kwani hilo jina maana yake nini? Hili jina mlompatia huyu mtoto, kwanza ni nani aliyempatia hili jina? Rodrick, dokta aliponiuliza hili swali nilijikuta tu nimeinamisha kichwa changu chini. Basi huyu dokta akaniambia, hili jina huko kwetu maana yake ni kwamba mwanamke asiyeambilika. Kwanza nikashtuka, nikaambia dokta, yaani jina la mwanangu maana yake ni kwamba mwanamke asiyeambilika? Mungu wangu. Huyu dokta akanitazama akaniambia, sikiliza dadangu, unaweza kusema mtoto anaumwa, kumbe unatakiwa kuweza kuomba. Mimi sijui sana, hebu chukua namba hii hapa ya huyu mtu, atakusaidia sana. Atakusaidia kwenye maombi kwa sababu yuko vizuri. Mimi mpaka dokta ananiambia hayo mambo, yaani nilikuwa nashangaa tu. Dokta alinitazama akaniuliza, na vipi kuhusu macho yako? Nikamwambia dokta, nimepata dawa dokta. Nilimshukuru sana huyu dokta na kisha nikaondoka, lakini hapo nilikuwa nina hasira. Kwa nini mtoto wangu apewe jina la kishenzi kama hilo? Nilifika nyumbani, mwanangu analia mpaka nachanganyikiwa. Ilibidi nimpigie simu bibi yangu, nikamweleza kila kitu. Na bibi akaniambia, sitaki nikulaumu, ila hiyo familia ulioingia wewe hamna familia hapo. Sijui kama ni watu wazuri, sina imani nao kabisa. Sasa ndo wamefanya nini kwa mtoto kumpatia jina kama hilo? Hebu mpigie huyo mtu wa maombi leo tuone itakuwaje mjukuu wangu. Bibi aliponiambia hayo, niliheshimu mawazo ya bibi, na mida ya saa 2 nilimpigia mtu wa maombi nikamwelezea namna ambavyo nimepata namba yake. Tulianza kusali kwanza kupitia simu, na kuna watu wenyewe wanajua sana kuomba. Niliomba naye karibia lisaa na nusu. Mtoto wangu alikuwa ametulia kama vile anaelewa kile ambacho tulikuwa tunakifanya. Nilikuja kushangaa baada ya kumaliza, nikatuma na sadaka nikisema, Mungu, kama hii familia ina lengo baya na mimi, unitoe hofu. Mungu, naomba unikumbatie, unitenge na hiyo familia. Mungu, naomba unisaidie. Hii sadaka ninayoitoa ikanipe majibu ya maswali yangu yote ninayojiuliza. Basi nikatuma ile sadaka. Ile usiku, ulipofika usiku, mwanangu alikuwa analia sana. Ikabidi nimbembeleze. Alipokuja kulala, alilala mpaka mwenyewe nikashangaa ni kwamba huu sio ulalaji wa kawaida. Na mimi ndipo nikaja kupata usingizi. Nilipolala lakini mimi nilikuja kuota ndoto nipo nyumbani kwa wakwe zangu. Mama mkwe wangu ananiuliza, hivi wewe mwanangu, mjukuu wangu anaendeleaje? Na mimi nilimtazama mama mkwe nikamwambia anaendelea vizuri. Hapo mama mkwe akaguna, akasema kumbe yupo Mimi nilidhani hata hayupo. Mungu mkubwa sana. Sasa mimi nikamtazama tu mama mkwe na kisha nikasema, nisikie vizuri we mama. Tena naomba unisikilize kuanzia leo. Mtoto wangu hatoitwa hilo jina unalomuita. Na mtoto wangu utakaa naye mbali. Na kama chochote kibaya kikimkuta mtoto wangu, wewe ndio sababu. Utamla nyama. Sasa wakati hii ndoto naendelea kuota, nilijikuta nashtuka kwa sababu ni ndoto ya kutisha. Nilishtuka. Ili nimeshtuka, simu yangu inaita. Kutazama alikuwa ni mamangu mkwe. Kwa zamani nikashangaa.
Ikabidi nipokee ile simu. Nikasema halo, shikamoo. Mama mkwe wangu akaniambia, we mkwe wangu jeuri, huyo mjukuu wangu anaendeleaje? Hapa sasa ndo nilijifunza kumbe majina haya ni muhimu sana kujua chanzo chake. Kwanza nilijikaza nikasema, mama, hilo jina unalomuita mtoto mimi silitumii, na hataweza kulitumia hilo jina kwenye maisha yake yote. Mwanangu mimi anaitwa Samuel na anaendelea vizuri kabisa. Nilipomjibu hivyo, mama mkwe akaniambia, kumbe wewe binti kiburi, unaona shida gani wewe binti? Wewe binti unajikuta nani? Unajitia wewe mjanja na ndio maana ndoa yako inakushinda. Sasa utaona utaishia wapi. Hapo nilikuwa sijakata ile simu. Nikaambia kitu pekee ambacho najua sijawahi kuwakosea na sitokuja kuwakosea kwenye maisha yangu. Mtakaa mbali na mimi kama nilivyokaa mbali na nyinyi. Mwanangu na muumeni mumwache. Unataka kusema nini, kwamba mimi mchawi? Mimi ndo namroga wewe mwanao? Wewe binti, mbona una kiburi sana wewe? Kwa hiyo mtoto asiumwe, kwa hiyo akiumwa tu mimi ndo mchawi. Sasa nilipoona mama mkwe ni kama vile anaingizia mada ambazo mimi sijazungumza, nikamkatia simu. Nikamwangalia mtoto bado hana hata choo hapati. Ikabidi nimpigie bibi simu, nikamsimulia. Bibi akaniambia, achana nao wao mjukuu wangu, usigombane nao. Kama mwanaume hakutaki, wewe tulia tu mwanangu, tunza mtoto, utafute kazi, wanaume wapo na utapata tu. Rodrick, bibi aliponiambia hivi haikuwa rahisi mimi kuitikia, ila ilibidi tu niitikie. Ninakumbuka lisaa lilipita toka niongee na mama mkwe, na ndipo mume wangu Isaac alinipigia simu. Isaac aliponipigia simu alikuwa na foka. Hivi wewe mwanamke, wewe unachanganyikiwa? Unapata wapi ujasiri wa kumuita mamangu mchawi? Unapata wapi hizo nguvu? Una akili wewe? Una akili? Sasa unawasha moto ambao huwezi kuzima. Mimi ndo kidume nakwambia. Yaani nilijikuta nimebaki na guna tu. Rodrick, uweze amini, niliona nimejichanganya mimi kuona huyu mwanaume. Niliamini huyu mwanaume mimi ananipenda na yeye ananisikiliza kwa kila kitu, lakini ndo kwanza huyu mwanaume kila kitu anamsikiliza mama yake. Sio vibaya kumsikiliza mama yake, lakini yeye hajali kabisa kuhusu mimi. Niliendelea na mambo yangu, lakini moyoni nilikuwa nikimuomba sana Mungu. Nilikuwa nikimuomba Mungu mwanangu aweze kujisaidia, maana anateseka. Kula lakini choo hapati. Muda wa saa 1 mwanangu alikuwa anahangaika sana. Alikuwa anajikamua. Ilibidi mimi nimpigie bibi yangu, nikamwambia, bibi, hali iko 1 2 3. Ilibidi nimwambie hali halisi ya mtoto, na muda wote mimi hapo Rodrick, macho yalikuwa yanavimba. Macho yangu yalikuwa hayapati nafuu, ila akili yote haikuwa kwenye macho yangu. Akili yote ilikuwa iko kwa mtoto. Kwa mimi nikawa sijijali kabisa kuhusu afya ya macho yangu. Basi bwana, bibi akaniambia kwamba kama mtoto anajikamua atajisaidia, andaa tu chombo hata kama ni ndoo. Basi kweli mimi nilifanya hivyo kweli, na ndipo majira ya saa 1 mtoto wangu alianza kuhara. Alihara kweli kweli kwenye ile ndoo nilikuwa nimemweka. Mtoto anahara huku analia. Cha ajabu, mtoto wangu alikuwa ana hata uchafu sana, lakini alivyokuwa na hara ulikuwa unatoka usaha wa kutisha, unanuka, ni kama vile umeoza. Rodrick, mimi nilikuwa nalia nilipoona mwanangu anateseka. Mungu wangu. Bibi yangu alinikuta kwenye hiyo hali nikiwa nalia. Nilipomwona bibi yangu sikumsalimia hata. Nilibeba kile choo, nikaambia, bibi, nakuja, muangalie mtoto wangu.
Niliondoka kwa pikipiki mpaka huko nilipofika palikuwa papo kimya sana. Ilikuwa ni mida ya saa 3. Nilisikia kama watu hivyo wanazungumza chumbani. Nikanyata. Nikamsikia pale mama mkwe anasema, nilikwambia yule mwanamke hakufai, ulibisha. Unaona sasa mwanamke anatusumbua Sasa hivi hatupati yeye wala mtoto. Ungebaki na mkeo wa kwanza tu. Sasa unafikiri tunafanyaje? Imeshakuwa ngumu. Mama mkwe wakati anaongea hayo, nikamsikia mume wangu anasema, hawezi kutushinda huyu na lazima anyoke, hawezi kuingilia mambo yetu kabisa. Sasa mimi wakati nayasikia haya nilijikuta naziba mdomo. Ina maana kwamba huyu mwanamume wangu Isaac mimi hakunipenda. Kuna kitu alikihitaji kutoka kwangu, kunitumia au kuniua. Kwamba hii familia ni wachawi au ni washirikina. Sasa hapo nikawa sielewi. Nikagonga ule mlango, gongongo. Mama mkwe akafungua akiwa yuko na upande wa kanga. Kwanza aliponiona yule mama mkwe alishtuka. Mimi nilimtazama nikasema, nimeleta uchafu wenu na nimekuja kukuonya ya kwamba mtoto wangu akifa ni wewe na kijana wako mmemuua, na kila mtu atalijua hilo. Mtoto wangu akifa mtamla nyama, na kuanza sasa mkae mbali na sisi. Kamwe sijaingilia mambo yenu, bali nyinyi ndio mmeingilia mambo yangu, na hakuna kitu ambacho mtaweza kunifanya. Nilipozungumza haya maneno, huyu mama akanitazama akauliza, wewe unazungumzia nini? Huyu mama nilimtazama kwa hasira, afu sikumjibu, nikaondoka zangu. Nilichukua usafiri nikarudi mpaka kwangu. Hapa nilipofika nilikuwa nalia tu. Nilimkuta mwanangu eti bado anajisaidia. Nyinyi dunia hii. Yaani mpaka mtoto anamtesa. Malaika wa Mungu anakosa gani? Amewakosea nini? Basi hivyo nikabeba nguo zetu, nikamwambia bibi yangu ya kwamba tunaenda kwake. Bibi alishangaa akaniuliza, kuna nini? Nikamwambia, bibi, unataka waniue bibi? Hakuna mtu ambaye mimi ananihitaji kwenye ile familia, naomba tuondoke, watatumaliza. Bibi yangu mimi anasali sana. Kwa alinichukua hapa na tukachukua na usafiri ndio kurudi kwa bibi yangu. Rodrick, nilikuwa nimechoka sana kusema ukweli. Saa 6 mtoto ndo anamaliza choo. Kwa kuwa nilichoka nikalala. Bibi alikuwa na mtoto wangu, na mida ya saa 9 nilihisi kama mkojo, nikaamka. Nilipoamka kwa macho yangu mawili nilimwona mama mkwe wangu na mtoto wake, yani yule mume wangu Isaac, wakiwa wanacheza chumbani kwangu. Mama mkwe alikuwa amevalia kitenge kifuani na mume wangu Isaac alikuwa amevalia kikoi kiunoni. Rodrick, nilishangaa. Saa 9 usiku. Naamka hivi chumbani kitandani, namkuta mama mkwe, namkuta mume wangu Isaac wanakatika mauno wananichezea. Mpaka nikajikuta naita mume wangu. Hapo nilivyoita ndo akashtuka. Nikaita tena, mama, kumbe nyinyi wachawi. Mnataka nini kwangu? Kuniua au mnataka kitu gani? Pale mume wangu nikaona ananipulizia unga. Pale nilijikuta napiga kelele, mama, wachawi, bibi wamekuja wachawi, bibi sioni. Kwa bibi pale ndo akaja mbio chumbani. Mimi hapo nilikuwa nalia. Bibi akatoka kwenda kuomba msaada, nikapeleka hospitalini. Hapa kuna maendeleo. Nikahamishiwa CCBRT nikiwa sioni chochote, na baada ya vipimo nilionekana kama nimetumia sumu ambayo taratibu ilikuwa ina affect macho yangu na kwamba nitakuwa kipofu. Nililia sana. Nikiuliza kama naweza kutibika, wakasema inawezekana, ila kwa wakati huo Rodrick hatukuwa na pesa. Kiukweli Rodrick, sitaki kuikumbuka hii siku. Maana hapo ndipo nilipoanza maisha mapya, kutokuona, kutembelea fimbo, kuishi kwa hisia.
wakati mimi nilikuwa naona vizuri kabisa. Ninajua kilichonitokea, lakini majibu yanaonyesha kwamba eti nilikuwa ni sumu ndio ilikuwa imeathiri kwenye macho yangu. Sasa niko nawaza, au ile dawa ya mama mkwe. Unajua sio kila kitu cha kupokea tu ili mradi unaambiwa kwamba dawa, kumbe wengine sometimes wanakupa sumu. Bibi yangu ndo alikuwa msaada kuanzia hapo. Maumivu, mateso ya kuombaomba, kunyanyasika, kukubali hali mpya ya upofu kutoka kwa mwanaume niliyempenda. Rodrick, hii haikuwa rahisi mimi kulipokea. Hiki kitendo kilinifanya niwe karibu sana na Mungu. Tangu hapo sijawahi hata kujua maisha yao. Sijawahi hata kusikia habari zao. Naamini Mungu amewapa wanachokistahili. Rodrick, yako mambo mengi, ila nimeamua kufupisha story yangu walau ujue nilivyoishi kwa mateso. Kuna muda nasali, sijui ninapata muujiza au natakiwa kupona hospitalini. Imani yangu inaniambia tu nitapona, lakini sielewi. Mwanangu nilimtazama, naisha tu kusema tu asante Mungu. Dase. Pina, kwanza mpaka hapo kwenye story yako ya maisha kwanza, mimi niseme tu inatosha. Yaani kiukweli sihitaji tena kuendelea kusikia jambo lolote, inatosha. Na nilichokuwa tunataka kujua ilikuwaje ukawa kipofu. Kwa mpaka hapo nimeshaelewa, inatosha. Lakini kitu kimoja Pina unachotakiwa kuweza kujua, kwamba unatakiwa kufurahi. Tuunganishe haya maumivu, tuwe kitu kimoja. Sawa? Hebu acha kulia. Nakupenda sana. Alafu sahau hayo yote. Sawa, sahau hayo yote. Lakini lazima ujue kwamba ilikuwa ni lazima upitie huko ili umjue Mungu kwa namna hii. Bana, kwa story yako ulivyonisimulia mwanzoni ulikuwa haumjui Mungu, ila mara baada ya matatizo ndio ukamjua Mungu zaidi. Kwa huenda Mungu alikuwa anakupitisha huko ili umkumbuke. Kwa na kuomba usilie, niko pamoja na wewe. Hapo msikilizaji, Pina akanikumbatia na mimi nilimkumbatia. Ulikuwa ni usiku mzuri sana kwangu. Hata baba yangu hakurudi tena hapa. Na asubuhi mimi nilipoweza kuamka, Pina alikuwa amenishika mkono, anasali, na alipomaliza nikasema amen. Pina alitabasamu na kisha akasema, naona leo umeamka vizuri. Good morning handsome wangu. Mimi naomba nikuache mara moja, nitarudi baada ya muda nikamsaidia bibi kazi. Pina, hebu subiri basi nikuitie dereva. Hapana mpenzi, usimsumbue dereva. Mimi nyumbani nitafika. Hapana, haiwezekani. Hapo nilichukua simu nikampigia dereva, na kweli baada ya muda alimfuata na mimi nilikuwa hapa. Siku hii niliamka vizuri kwa kusema kweli, na hata nilimwomba daktari nitoke kidogo nione mazingira ya nje. Nakumbuka niliambiwa nisubiri. Sasa nikiwa nasubiri nikawa nakumbuka ile hadithi ya Pina. Basi nilivyokuwa naikumbuka nikawa najisikia vibaya sana. Kumbe kuna wanawake wajinga wapuuzi, kuna wanaume pia na wenyewe ni wapuuzi vile vile. Baba hapo alinipigia simu, akaniulizia hali yangu na mimi nikamwelezea. Na nikamwambia baba, hapa hospitalini nimeomba kutoka mara moja. Baba akasema, nisamee mwanangu. Unajua tangu jana uniambie namwaza sana huyu binti Gabriela. Sijui umewezaje kuishi naye. Kumbe Gabriela yule ni shetani sana. Hebu naomba utaniambia ratiba zako mwanangu. Lazima tulishughulikie hili. Kama hawakuelewi mimi nakuja. Hapo mimi nikamzuia baba, nikamwambia hapana baba, mimi narudi wala hata usijali. Basi kweli muda wa saa 6 ilikuwa hivyo,
niliruhusiwa hospitalini kutoka, na nakumbuka niko njiani nilimpigia Pina, mrembo wangu, na nikamweleza kwamba baadaye aje nyumbani nitaagiza dereva amfuate. Pina alifurahi sana, akasema nimefurahi, unaendelea vizuri, nitakuja kukuona nyumbani, nitakuwa nasubiri dereva. Mimi nikatabasamu nikamwambia nashukuru sana, wewe ndo dokta wangu, nakupenda sana Pina, wewe ndo mrembo wangu. Yaani wewe, nakuja kukuona, nakupenda kuliko vile unavyonipenda. Basi Pina aliponiambia hayo maneno, mimi nilitabasamu na kisha nikamwambia sikiliza Pina, mimi nina zawadi yako. Umeanza hivyo? Zawadi ipi tena? Hapo mimi nilitabasamu nikamwambia zawadi haisemwi mpaka ukija sasa. Sawa, nina hamu na hiyo zawadi. Kweli baada ya kukata mimi niliomba dereva anipitishe sehemu nzuri wanayouza vitu vya hospitalini. Basi hapo nilichagua fimbo nzuri sana ya kumsaidia kutembelea, na baada ya hapo niliingia ndani ya gari na kisha nikaelekea ofisini kidogo kwa sababu kuna vitu sikuacha sawa. Na kumbuka nilimwambia dereva amfuate Pina na mimi nitaenda nyumbani na pikipiki. Na kweli ikawa hivyo. Lakini mara baada ya kazi niliondoka. Nilipofika nilimkuta Mama Babu. Mama Babu alikuwa yuko jikoni. Mama Babu kwanza aliponiona alifurahi sana kuniona. Na hata akaniambia, "Hey, unaendeleaje boss? Maana madam aliniambia unaumwa." Hapo unajua nilishangaa nikamuuliza, "Unamaanisha kwamba Gabriela yuko hapa ndani kwangu?" Mama Babu akaniambia, "Ndio, yuko hapa mbona?" Aisha kwanza nilijikuta kichaki na nipanda. Niliita kwa nguvu, nikasema, "Gabriela? Gabriela? Wewe Gabriela?" Hapo Gabriela akanifuata mbio mbio, akanasema, "Welcome back home Bedo." Mjua nilipata hasira. Kwanza nilibadilisha uso wangu. Nikamuuliza, "Wewe, unatafuta nini hapa nyumbani kwangu? Nilipokuambia kwamba sikutaki hukunielewa? Hebu ingia huko ndani, alafu utoe takataka zako zote. Sitaki kukuona hapa nyumbani kwangu." Mme wangu, usiwe hivyo tafadhali, basi nakuomba unisikilize. Hapo kwanza nilipiga hatua, nikatembea mpaka chumbani, nikatoa nguo kabatini, nikamwekea kwenye sanduku. Hapo nilikuwa na hasira msikilizaji. Nikaweka karibia nguo zake kwenye masanduku makubwa kama 3 hivi, na kisha nikaita, "Mama Babu! Mama Babu!" Hapo Mama Babu alikuja mbio mbio. Nikasema, "Mama Babu, toa hizi begi nje. Upo huru kufanya kazi hapa, ila kama unataka kuungana na huyu shetani, na wewe ondoka naye." Sasa nilipotamka hayo maneno, Gabriela akasema kwa huruma, "Unanifukuza mme wangu, hii nyumba ni yetu sote." Nikamwambia, "Una kichaa nini? Hii nyumba nilipewa na babangu mzazi, sio baba yako wewe. Unanielewa sijui? Hakuna kitu tulichokifanya pamoja kwenye hii nyumba. Kama unataka pesa sema nikupe pesa uondoke." Hapo sasa nikawa namtolea mabegi mpaka sebuleni. Gabriela akaanza kusema, "Mimi nakutaka wewe, sitaki hela, sitaki chochote. Mimi nataka tuishi wote mpenzi wangu, mume wangu, nakupenda." Wakati anaongea hayo alikuwa ananisogelea, anataka kunibusu. Huyu mwanamke hana aibu. Aisee, nilimsukuma akaangukia huko. Na ndo Pina sasa hapo alikuwa anaingia. Na mimi nikasema, "Mshenzi wa tabia wewe. Wewe ni nani mpaka unataka kugusa huu mwili wangu? Huna haki hiyo kamwe. Na hata ukiniona mimi mahali popote kaa mbali na mimi." Nadhani umenielewa. Daddy please, mimi nakupenda. Muda huo sasa Gabriela anaongea hayo kwamba ananipenda, sijui daddy, sijui habi. Muda huo Pina sasa ndo alikuwa anatafuta njia kuja kwangu. Pina anavyoingia pale anatafuta njia kuja kwangu, siaoni. Akawa anauliza, "Baby, kuna kitu gani kinaendelea? Mbona kama malumbano?" Mimi hapo nikaenda nikamshika mkono Pina. Nikamwambia, "Naomba unisamehe mpenzi. Umefika nyumbani na umekuta nagombana. Kwenye hilo naomba unisamehe." Sasa Pina alivyokuwa na makusudi akasema kwa madeko, "Baby please, unajua bado hauko okay. Hebu fanya kwa ajili yangu, usigombane na loser mpenzi. Utamaliza nguvu zako bure. Relax. Alafu huyo kinyago ataondoka yeye mwenyewe." Etwe Gabriela, kwani wewe hujui kukataliwa jamani? Nilikuambia umepoteza. Ina maana hukunielewa? Please ondoka bwana bila kumuuzi mpenzi wangu. Pina huyo ndo anatamka hayo maneno. Unajua mpaka mwenyewe nikawa nashangaa, niko surprised na enjoy.
lile mwanamke Gabriela likainuka pale, linafoka, wewe unapata wapi nguvu ya kuongea hivyo ndani ya nyumba yangu kwa mme wangu? Kama ujui huyo bado ni mme wangu wa ndoa. Ni hasira tu hizo, ila haibadilishi kwamba huyo mimi ni mme wangu tena wa ndoa, tumefunga ndoa kanisani. Gabriela hapo anajitapa. Sasa wakati Gabriela anajitapa, huyu mrembo kipofu Pina kwanza alitabasamu. Wakati mimi mdogo sasa hasira ndio zikawa zimenipanda. Nikamwambia, kelele we Gabriela. Kwanza sauti yako tu yenyewe inanikera masikioni mwangu. Beba mizigo yako na uondoke hapo. Ondoka. Na mambo mengi ya kufanya. Tafadhali nakuomba ondoka. Sasa hapo Pina kwa upole alinisogelea. Alinishika pale mdomo. Akaniambia, baby, wala tusipige kelele please, utaumwa unajua ukiwa unapiga kelele utaumwa. Hapo Pina anaongea hivyo, alafu hapa ananipa midomo yake mbele ya Gabriela, mbele ya mama Babu. Pina akaanza kunibusu pale tena kwa upole kabisa. Mtoto anajua kubusu nyi huyu, mashallah. Ushaikuwa na hasira alafu ukatulizwa na busu. Ndugu yangu, pata mwanamke dizi kama hiyo, utaenjoy, utanenepa. Hayo mapenzi sio tu yako hii ndio kwa kina Sharukani. Hayo mapenzi hata Bongo yapo. Unagombana na mpenzi wako anakusogelea, anakutuliza na busu. Au labda una hasira na kitu fulani, mtu amekutibua huko, unaporudi nyumbani, wife kwanza anakukumbatia na kutuliza kwanza na busu. Anakupiga busu, deep busu. Kwanza Pina hakuweza hata kutazama. Ananipiga busu. Gabriela yule, ye mwenyewe alianza kuondoka. Alianza kuondoka bila hata begi zake. Na hapo Gabriela akawa analia. Anaondoka. Sasa kwani anavyoondoka Pina nadhani aliniacha? Pina ndo kwanza alikuwa ananishika vizuri. Ananisifia, una kifua kizuri wewe kama Uncle Jay simulizi. Nikamwambia, wewe nitakuwasha makofi. Sitaki unifananishe na mwanaume mwingine. Hapo Pina basi anatabasamu, anasema nakutania bwana mume wangu mzuri. Ni kipofu nyinyi. Alifanya mimi nachanganyikiwa. Mambo yake yananipa raha. Anatembea na hisia zangu zote. Na mimi pale nikamshika vizuri kama sio mgonjwa vile. Hasira zote kwanza zilikuwa zimetulizwa, zimepoa. Akaanza tena pale kunibusu sasa vizuri. Hakuna raha nzuri kama pale unabusu alafu unashikwa. Unajua ilikuwa sasa mimi kama vile ndo sioni, yani mpaka macho nikawa nimefumba hivi yani. Sasa mimi ndo nikawa kama Pina ni sioni. Wapi Gabriela? Mlikuwa mnamkubali Gabriela? Timu Gabriela mpo? Nyie kupendwa acheni nyie. Mimi Gabriela simtaki. Simtaki kabisa. Nyie, wakati nilienda kupigana mabusu na huyu binti, sikuwa hata naelewa. Nilihama kwenye hii dunia. Nilihamia dunia ya peke yangu. Nilihamia dunia peke yangu. Hapa sasa ndo nilikuwa na busu na mbusu mwanamke ambaye nampenda. Yaani kuna ile raha ya kumbusu mwanamke ambaye unampenda au mwanaume ambaye unampenda. Mwanamke ambaye ndiye maisha yangu huyu Pina. Na yeye ndiye mpenzi wa maisha yangu. Love of my life. Huyu ndo my lonely. My mi amor. Kwa Kichina wanasema my ni hua. Ukienda Hispaniola kule my despacito. Ukienda kule Afrika Kusini wanakuambia my unjani. Ukirudi Bongo Tanzania, Bongo Lendi, huyu ndo kipenzi changu. Yaani akili, moyo, vyote vilikuwa viko hapa. Na hapo ndipo nikaja kugundua kumbe ukipenda unakuwa ni kipofu, huoni kwingine. Ukipenda unakuwa kiziwi, husikii kitu zaidi ya mapenzi. Sauti tamu ya kubembeleza ndo pekee ambazo unazisikia. Niseme nini mimi? Nikuambie nini msikilizaji? Sikuwahi kujisikia namna nimejisikia wakati huu ninapombusu huyu mwanamke wa maisha yangu. Pina. Yaani kwa Pina kila kitu chake ni kizuri. Hapa sijali amevaa nini, sijali anafanana vipi, ninachokiona kwake yeye ni mzuri tu. Ni mzuri, nashindwa kuelezea. Huyu binti nyinyi ni mzuri nyie.
huyu binti ni mzuri kama yule Sophie yule shabiki wa Uncle Jay. Kabinti ni kazuri. Yaani natamani kama ungepata nafasi ya kumwona jinsi alivyo. Ila ukimwona yule shabiki wa Uncle Jay Sophie yule jinsi alivyo, ndo kama alivyo Pina. Binti mrembo. Yaani pale moyoni nilikuwa nasema kabisa, Gabriela ana mikogo ya kike. Huyu sasa ana madeko. Madeko ambayo ya kike yanaendana na vile jinsi alivyo. Akimdekea mwanaume unasema naam, Labeka mpenzi wangu. Pina anakufanya unajihisi unatoa hela hata kama hajakuomba. Kwanza alinishika vizuri sana. Mikono yake laini, utazana alifanyia massage. Alafu wakati huo tulisikia miguno ya koo. Hapo ndipo ilipotukumbusha kwamba tupo kwenye hii dunia ya wapiga kelele na watu wasiopenda kuona watu wanapendana. Alikuwa ni Mama Babu. Ikabidi hapo nimwachie mpenzi wangu Pina, nikamtazama, alafu nikatabasamu, alafu nikamkumbatia tena. Vile akiwa mwilini mwangu, jamani, anaonekana vizuri sana huyu binti. Nilimtazama Mama Babu na kisha nikaambia Mama Babu, umechagua kubaki hapa, si ndio? Mama Babu akasema, mimi nimeamua kuanza maisha yangu upya nikiwa hapa kwa ajili yangu na familia yangu pia. Mama Babu aliposema hivyo, kwanza nilitabasamu. Nikamwambia Mama Babu, kumbuka mimi ni bosi wako. Ukiweza kuwa mwaminifu tutawezana. Tofauti na hapo ni bora tu na ukaondoka. Maana najua wewe na Gabriela nyinyi ni mashosti, marafiki. Sasa mimi maisha yangu sasa hivi haimuhusu huyo Gabriela. Habari zangu za humu ndani hazimuhusu kabisa. Hapo Mama Babu kwanza alinitazama akasema, nakuelewa bosi. Hata yeye pia hataki mimi kuniona kabisa kwa sababu nimekuchagua wewe dhidi yake. Mama Babu, jitahidi sana kwenye hilo. Nataka amani zaidi kuliko kitu chochote kile. Na kabla sijasahau, huyu unamwona huyu mwanamke mzuri mbele yako hapa, unayemuona hapa. Huyu mwanamke anaitwa Pina. Yaani huyu ndo mpenzi wa maisha yangu. Na huyu sasa ndo madamu wako. Yupo huru hapa muda wote na wakati wote ule. Akiwa hapa, tafadhali fanya kile anachokueleza. Anaitwa Pina. Unaweza kaongezea pale mbele ukamuita Pina cute, au unaweza kumuita Pina baby sugar, au unaweza ukaita Pina utamu, au unaweza ukamuita Pina uzuri. Yaani majina yote mazuri ndo Pina anayo. The only one, no one like yeye. Hapo nazungumza hivyo, Mama Babu kwanza alicheka. Akasema, nashukuru sana kukufahamu madam. Hapo Pina nikaona naye anatabasamu. Na kisha mimi niliendelea, nikamwambia, sikiliza Pina, huyu hapa anaitwa Mama Babu, ni mama yangu hapa nyumbani. Ni mama mzuri sana, kwa tafadhali nategemea mtaishi kwa upendo sana. Na ndiye mama ambaye anasaidia hapa baadhi ya kazi nyumbani. Hapo Pina alitabasamu akasema, asante sana mpenzi, nimefurahi kukufahamu mama. Mimi naitwa Pina. Basi wakapiana pale mikono, na wakati huo Pina alikuwa anatabasamu tu. Na Mama Babu huyu alinionyesha kidole gumba, yani kwamba safi. Yaani hapo umechagua. Yaani hapo Mama Babu alionekana na furaha sana. Unajua kuna ile namna unakuwa na mwanamke unamtambulisha mbele za watu, afu kila mtu anasema yes yes yes. Kama vile ambavyo Uncle Jay anatamba na mashabiki zake. Wanampenda. Mguse uone watakavyokuvamia. Jamaa yule anatamba sana kwa sababu anapendwa mno na mashabiki zake. Sasa ndo vile ambavyo mimi nilikuwa natamba na huyu Pina. Nikatabasamu nikamwambia Mama Babu, unaweza kuendelea na mambo yako sasa. Sasa hapo Mama Babu akawa anafanyaje? Anaondoka. Hakufika mbali. Nikasema, Mama Babu, naomba msaidiane na mlinzi tafadhali. Kule chumbani, kitu chochote kile kinachohusiana na Gabriela naombeni mkitoe. Na hata hivyo vitu vyangu hamisheni chumba kingine. Na kile kitanda nataka kiondoke kabisa. Nitaingiza kila kitu kipya. Sitaki uwepo wa Gabriela hapa nyumbani. Hapo sasa Mama Babu alinitazama akaniuliza, ina maana kwamba mpaka na kitanda? Nikamuuliza, vipi, unakihitaji kwa kitanda? Hapo Mama Babu alinamisha kichwa chini na kisha mimi nikaendelea. Nikamwambia, kitanda ni sehemu nzuri sana. Na kama unahitaji, mimi siwezi kukukatalia. Ila tayari kwa kitanda kina roho. Kimebeba, yani kina roho ambazo kimebeba iko kitanda ambazo mimi sitaki kuendelea kukiona, sitaki kuendelea kukikalalia. Kama unaweza kujitenganisha na hizo roho, iko kitanda ukichukue kabisa. Lakini tu ujue kabisa iko kitanda kimetenda madhambi ambayo mimi siwezi tena kukilalia. Hapo Mama Babu alitabasamu, alifurahia kweli. Alafu mimi nilimuongoza Pina aketi pale vizuri. Msikilizaji, ninatamani nikuambie kitu kuhusu kitanda unachokilalia.
Yaani kitanda kama kimebeba roho za watu wengi mpaka unapata mpenzi wa maana, bado unalalia hiko na huyo mpenzi wako au mume wako, naomba sana jitahidi ubadilishe hiko kitanda. Mapenzi ndio kitu pekee kinaunganisha roho zetu na kuhamisha vitu kutoka nafsi moja kwenda nafsi nyingine, na sio kila mtu ambaye unalala naye na roho nzuri, sio kweli. Wengine wana roho mbaya, wambeba mavitu wanayoyajua wao, na mingine hata wewe huyajui. Wambeba malaana ya ukoko na mambo ya dunia. Unapolala naye tu anakugawia na wewe, anakuachia hapo kitandani kwako. Na basi ndio maana unatakiwa uweze kuombea sana kwa kitanda chako, maana nacho pia kinahusika sana kwa asilimia kubwa sana kubeba baraka za maisha yako. Kama kitanda chako kinabadilisha watu tu, jitahidi unapompata mtu wa kweli, iko kitanda usiendelee tena kulalia. Kama mahusiano au ndoa inakusumbua na haujui tatizo, na kitanda chako unajua wisaki kimepitia mahusiano ya kutosha, hebu jaribu kubadilisha kitanda, alafu uanze kutamkia mema iko kitanda chako kipya. Utaona mabadiliko makubwa sana kwenye maisha yako. Chumba chako, kitanda chako ni sehemu kubwa sana ya maisha yako ya mafanikio. Nadhani unakumbuka hadithi ya Pina. Alikuwa anajua amepata mume, kumbe ni mchawi na mama yake. Uona lala naye, humjui kwa undani. Binadamu ndio jinsi tulivyo, ni wazuri wa kutazamana hivi, lakini rohoni huko, kwenye roho kuna tisha. Basi mimi nikamsogelea pale mahali alipokuwa Pina. Pina alikuwa amekaa, nilimtazama, alikuwa ametulia tu, maskini ya Mungu. Mimi nilichuchuma mbele yake, nikamwambia asante sana kwa kuja kwenye maisha yangu, love of my life. Pina kwanza alitabasamu, akasema nimefurahi kuwepo hapa. Hongera, ni pazuri sana. Yaani ilikuwa ni kama mtu ambaye anatazama huku na kule. Na hata nilikuwa namtazama tu, nikamwambia sio pazuri kama ulivyo mzuri wewe Pina wangu. Wewe ni mzuri kuliko hata hapa jinsi palivyo pazuri. Pina kwanza alitabasamu, nikaona kama ni mtu ambaye anatokwa na machozi hivi. Nilimfuta na kisha nikamuuliza, Pina, ama wewe hujafurahia kuwepo hapa? Kwa nini unalia mamangu? Hapo Pina alinishika uso wangu na kisha akasema, natamani ningepata kuweza kuona hata kwa sekunde tu. Moyo wangu unatamani kukuona Ronrick. Moyo wangu unatamani kuweza kujua ni nani amefanya nijisikie hii amani kwenye maisha yangu. Ricky, ni ngumu kuweza kunielewa hiki ninachokuambia, lakini namna najisikia kuwa karibu na wewe, sijawahi kujisikia hivi kabla. Ni ajabu kubwa sana. Ninaona kama ninakupenda na siwezi kujizuia kabisa juu yako. Ninakupenda sana. Niliposema wewe ni my photon, my fate and smile, I mean it. Na nitasema tena hapa ili ujue na maana gani ya kuwa nakupenda. Wewe ndo hatima yangu Ricky. Nakupenda na kila kitu changu. Kila kiungo cha moyo wangu kimeitikia penzi lako. Wewe ni wangu Ricky. Siwezi kukaa mbali na wewe. I can't, siwezi. Hapo kwanza msikilizaji nilitabasamu. Sijui labda ni maneno ya kawaida, lakini akiongea huyu mwanamke, akizungumza huyu, kila kiungo changu unachokijua wewe kwenye mwili wangu kinahisi raha. Mwili unasisimka kwa raha za ajabu, raha zinapitiliza mie. Mwanamke anaongea kwa utulivu, mwanamke anakusifia, mwanamke anakuimbia, mwanamke anakuambia, mwanamke yaani unakuona wewe seka. Kwanza nilijikuta mpaka nafuta hivi machozi. Nikamfuta naye machozi yake, na kisha nikamwambia, sikiliza Pina, wewe ni mwanamke mzuri sana. Sijawahi kuona mwanamke mwenye mvuto wa namna jinsi ulivyo wewe kipenzi changu. Tangu nimekuona ile siku kanisani, sijawahi kabisa kupata utulivu wa akili. Nilifanya kila kitu kuweza kukuondoa akilini mwangu, lakini ndio kwanza ulizidi kunifanya nikufuate umbali wote huu. Kitu ambacho sikijutii kwenye maisha yangu ni kukuona wewe. Tabasamu lako ni maisha yangu yote ya mapenzi. Ukitabasamu napata sababu ya kupumua tena na tena na tena na tena na tena na tena. Napenda sana ukitabasamu ukiwa na mimi. Tabasamu basi. Kuna nyimbo fulani hivi alimba Mr. Blue. Alikuwa anampigia mpenzi wake. Tabasamu Pina, nipate furaha. Si unajua baby, si unajua wewe. Tabasamu, mimi Ronrick nipate furaha. Tabasamu mama, namna vile ambavyo unaweza. Sitamani kukuona unalia kusema ukweli. Hakikisha ukitokwa na machozi mama, yanakuwa ni machozi ya raha. Kama alivyoimba Bushoke, naria kwa furaha. Mbona wanitazama kisha waanza kulia?
kama nimekukosea naomba nisamehe. Hapo unajibu hapana, hujanikosea, ninalia kwa furaha, mapenzi unayonipa sijawahi kupata. Ndio mimi nataka uimbe nyimbo kama hizi, yaani machozi yako yawe ya raha, machozi yako yawe furaha, machozi ambayo yatafanya tufurahie maisha yetu yote. Ndiyo Pina, wewe ni wa pekee sana na kupenda jinsi ulivyo. Sijali kuhusu macho yako kipenzi, bali moyo wako. Na upenda sana moyo wako, napenda sana uhalisia wako, napenda sana vile unavyoongea, napenda zaidi unaposema mimi ni hatima yako. Najua ni ngumu sana kuweza kunielewa, lakini wewe ni hatima yangu mimi. Wewe ni msichana wa maisha yangu, mpenzi wa moyo wangu, mpenzi wa maisha yangu. Sifanyi chochote bila Pina kwenye akili yangu. Hata wewe mwenyewe unaona unavyonichanganya kwa madeko, unanichanganya na changanyikiwa mimi. Pina, unajua mganga wako fundi, umejua kunikamata mama. Hapo msikilizaji, Pina alicheka na kisha mimi niliinuka na kisha nikakaa karibu yake. Alafu Pina akasema, kabla sijaendelea, unatakiwa kujua kwamba kudeka ni sehemu ya maisha yangu. Nimepata mahali ambapo nadekezwa. Unapenda sana kutolea mifano ya nyimbo Basi na mimi nakuimbia ule wimbo wa Mbosso. La 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 la. Nadekezwa. Pina, unaimba vizuri, una sauti nzuri ya kuimba. Toka hapa. Mimi kuimba wapi na wapi? Nilikuwa tu nakutolea mfano kwamba nipo sehemu ambayo na mimi nadekezwa. Na mimi acha tu nideke. Yaani kudeka ndo kama vile mahakamani kwangu. Na ujue kabisa ndo nitahukumiwa maisha, maana mimi siwezi kuacha, siwezi. Deka tu mama. Deka nikudekeze. My smile. Sasa mimi hapa. Sasa. Nataka zawadi yangu mimi. Zawadi yangu mimi iko wapi? Sasa vile namtazama Pina, kuna mtu ukiwa unadeka unaonekana kama katoto kadogo hivi, alafu kuna mwingine kama anashindana na mwingine ama kama anaigiza kabisa na mwingine. Yaani nini huyu Pina wangu akideka? Najikuta meno yote 32 yote yanakuwa yako nje kwa tabasamu na furaha. Nilinuka nikamwambia subiri kipenzi, nakuja hapo. Nilitembea kuelekea chumbani. Nilipofika kule nikakuta wanaendelea na kazi, huku mama Babu akisema kwamba namalizia nikaandae kwanza chumba chako kisha huku nitaendelea mdogo. Mimi nikatabasamu nikamwambia mimi nashukuru sana. Mama Babu alitabasamu akaniambia hongera sana boss. Nimefurahi sana kwa maamuzi yako na kutakia kila lenye heri. Uwe mwenye furaha siku zote boss. Mimi hapo nilitabasamu nikamwambia nashukuru sana mama Babu. Basi nilianza kuondoka zangu. Nilifika mlangoni nikasikia pale mama Babu akisema ni mzuri sana, ni mzuri, nimempenda sana. Hapo mimi nilitabasamu tudakisha huyo nikaendelea na safari. Nilipofika sebleni nilikuta Pina alikuwa amepiga magoti pale. Nilikuwa nimemwacha alikuwa anasali. Nikatabasamu alafu nikakaa tu kimya. Alitumia muda kidogo na kisha akaniambia najua uko hapa Ronrick, hata ukikaa kimya. Unajua ni kama ananiona hivi. Hapo mimi nikatabasamu nikamwambia siwezi kushindana na hisia zako mama. Hapo Pina alicheka akasema unajua nini? Unajua huku ni mbali kiasi, ina maana kule wewe ulikuwa unakuja kwa ajili yangu kule kanisani? Nikamwambia kiukweli kabisa, kwanza ulinivutia sana na kile ulichokifanya kilinivutia, na ndio maana nilikuomba yale maombi. Niliyapenda sana na wakati ule nilikuwa nimevunjika sana moyo wangu, lakini kupitia wewe, kupitia Mungu nilizidi kuvutiwa kumjua Mungu. Ingawa bado sijafika kiwango kikubwa, lakini nakuhakikishia nilikuwa najua kuhusu kanisa, Mungu na maisha ya kuhudhuria ibada, lakini sio kama baada ya haya yote. Nimekuwa karibu zaidi na Mungu. Vipi wewe? Naona kanisani ni mbali zaidi. Kwa nini pale? Kwa upande wangu mimi ni historia tu ya maisha yangu. Bibi yangu alipenda sana kanisa lile. Ingawa kila mahali kuna kanisa. Baada ya kuhamia kwake nilijikuta na kwenda kwa bibi kanisani mara nyingi sana. Kanisani pale palianza kuwa nyumbani kwangu. Nikilia, nikiwaza wapi nimekosea, nikiumia, nikifanya lolote lile, basi kanisa lile ndio lilikuwa kimbilio langu.
na hata nikazoea kabisa. Nikiwa pale ninakuwa na furaha sana. Nafurahia kila kitu, ni kama huwa naongea na Mungu kabisa. Unajua kinachonivutia zaidi? Nipe siri, nini kinachokuvutia zaidi? Ni lile grotto pale, pana siri zangu nyingi sana pale. Napenda kila kitu. Unajua unakuwa ni mzuri sana ukiwa una furaha, ukiwa unatabasamu. Unalijua hilo? Unanifanya na furahi zaidi Ricky. Karibu sana. Na wewe unaendeleaje kwani na homa? Mimi mbona mzima, mimi naendelea vizuri sana. Lakini tunachoka sana. Hapa nilipo natamani sana kujilaza. Ni vizuri ukajilaza ili mwili na wenyewe ukae vizuri, na utakiwa kujitesa kwa mawazo hata kidogo. Kunywa dawa. Na vipi, ushakula? Bado kipenzi. Lakini nina hakika so muda nitakula. Tutakula wote, si ndio? Sasa wakati nazungumza hivyo, Pina alitabasamu tu, na wakati huo mama Babu alikuwa anatoka na vitu. Akasema, bosi, unaweza tu kwenda tayari. Nikamshika pale mkono Pina, nikamwambia twende. Tunaenda wote. Bila shaka. Basi bwana, kwa upendo tukaongozana mpaka chumbani. Tulipofika, alisimama katikati ya chumba. Akasema, wao, chumbani kwako pananukia vizuri sana. Nikamwambia sana tu Pina, sana. Na pamependeza pia. Wao, ni pazuri sana. Niambie, pamependeza sana? Ya, sana tu mpenzi, pamependeza. Hapo Pina alianza kama kunipapasa. Hapa ndo nikaitoa ile fimbo ambayo nilikuwa nimeishikilia mimi. Nikamwambia, Pina, hii hapa ndio zawadi yako. Nilimpatia pale mkononi, nikisha nikamwambia, mimi nikiwepo huna sababu ya kutumia. Nikiwa mbali na wewe utatumia hii fimbo. Ni nzuri sana. Inafanana sana na wewe. Alafu inang'ara vizuri sana. Pina ni kama vile sijui nimempa kitu gani kwa furaha ile. Alikuwa anaishika ile fimbo, akasema, baby, ni nzuri sana. Tazama inavyoteleza. Ni nzuri sana. Yaani nimefurahi. Natamani uone namna nimefurahi. Ricky, umenikumbuka jamani. Sistahili this love. Baby, wewe ni mwanaume unaijali sana. Tazama, ona ilivyokuwa nzuri. Hapo mimi nikamsogelea Pina, nikamwambia nitafanya kila kitu kuhakikisha unakuwa na hii furaha maisha yako yote. Utakuwa na furaha hii. Karibu sana Pina kwenye maisha yangu. Pina kwanza alinikumbatia kwa nguvu. Na hata mimi nilimbeba, nikaanza pale kuzunguka naye, na kisha tulijikuta tumeangukia kitandani. Pina alikuwa yuko juu yangu na mimi nilikuwa niko chini. Nikawa namtazama namna jinsi alivyokuwa mzuri. Alikuwa ametulia tu, na kisha nilimbusu taratibu midomo yake hii mizuri, na yeye alinibusu pia, na kisha tulijikuta wote tunacheka. Tulicheka huku Pina akiwa anasema ya kwamba mimi ni mzito sana. Nilisahau mgonjwa wangu kwamba ana nguvu kabisa. Hivyo unajua hauna akili wewe. Utakuja kuniua mimi ujue. Pina alicheka sana huku akikaa vizuri. Nilikuwa namtizama vile ambavyo alikuwa anacheka. Yaani unajua naona kama vile kama nakuwa mtoto namna ambavyo huyu binti ananifanya. Yaani nakuwa na furaha, naona kabisa sio mimi. Sio mimi wa jana au wa juzi. Yaani ni kama mtu mwingine, ni kama nimezaliwa upya. Ushawahi kuingia kwenye mahusiano alafu ukajiona kama mpya? Yaani kama vile umezaliwa upya. Yaani mimi nacheka kama vile sitacheka tena. Kila kitu kwangu kilikuwa ni kizuri sana. Basi Pina akaniuliza tena kuhusu dawa. Nilinuka pale na kisha nikazifuata. Na kisha niliita pale mama Babu. Nilimuita kwa ajili ya maji, na baada ya maji kuja pale nikanywa zile dawa, ndio kwisha habari yangu. Yaani ndo nakuwa nachoka zaidi. Kwa hivyo nikalala. Hapo Pina akiwa yuko pale pale ananitazama tu. Na hata usingizi pia ulinichukua kabisa, uwezi kuamini. Sijui ni muda gani Pina alitoka hapa au alirudi, ila ninachokijua ni kwamba nililala kwa masaa 2 hivi, ndio ndipo nilipoweza kuamka. Baada ya kuamka nilimwona akiwa Pina amelala pembeni yangu pia. Nilimtazama tu na nikawa tu nimesogea karibu yake zaidi na kwanza pale kupapasa zile nywele zake. Nywele zake alikuwa amesuka za twende kilioni. Nyusi zake, midomo yake, nikawa namwangalia. Mara pua, nikamgusa pua yake hapa na pale. Naangalia namna ambavyo Mungu alivyofundi wa kufinyanga mtu wake. Pina ni mzuri nyinyi. Pina ananichanganya na vitu vingi mpaka sijui hata nimuongelee kitu gani. Sasa Pina aliamka. Nikamwambia ina maana kwamba hata nesi ndio umelala hivyo?
Yaani hata sielewi sasa, sijui nani atamwamsha mgonjwa. Nikaba ndo hapo sasa hivi nashangaa umelala kiasi gani. Kwa hapo wote tuliamka, akanipapasa pale akaniuliza unajisikiaje mpenzi? Nikama napenda unavyojali kuhusu namna ambavyo mimi najisikia. Kiukweli najisikia vibaya, najisikia kuchoka, kichefuchefu, yaani kama sijielewi hivi. Itakuwa ni njaa. Unatakiwa kula na ushibe vizuri. Hakika. Kwa sababu unatakiwa kuamka vizuri kabisa, ili nianze mchakato wa maisha yangu mapya vizuri kabisa. Inuka basi tukale pamoja mpenzi wangu. Hapo tuliinuka na mimi ndo nilikuwa nimemshikilia mkono na kisha nikamuongoza njia. Tulifika mpaka sehemu ya kupata chakula tukaketi. Mama Babu ndiye alikuwa ametuandalia chakula, na hapo mimi nikiwa niko karibu kabisa na Pina wangu. Chakula kilikuwa kinanukia sana, na hata nilisema aise kinanukia mno. Mama Babu yeye alitabasamu tu, na baada ya hapo Mama Babu akasema karibuni sana chakula. Basi akawa anaondoka. Wakati anaondoka, huyu mpenzi wangu Pina akasema, mama, mbona unaondoka? Inatakiwa tule wote. Sasa Mama Babu alishangaa. Mama Babu akanitazama mimi na mimi nilimtazama, na kisha nikamwambia wala hutaki kupinga hilo. Acha ubishi Mama Babu, njoo hapa tule wote. Mama Babu alitabasamu na kisha Pina akasema kula pamoja ni vizuri sana. Tunamwaibisha shetani ambaye mara zote hapendi umoja wa familia. Tusali tule. Basi Pina pale alisali sala nzuri sana, na nakumbuka baadhi ya maneno kwamba chakula hiki kikawe dawa kwetu, dawa ya kutupa kiu ya kukujua vizuri. Mbariki aliyetafuta chakula hiki, kama asipungukiwe halani kwake. Bariki aliyepika, mbariki kila anayekula, asile tu kama chakula bali ale kama dawa mpya ya maisha yake. Amina, amina. Mimi na Mama Babu pale tulijikuta tunatabasamu. Na kisha nilisema karibu sana chakula. Karibuni. Kwa tulianza pale kula. Ulikuwa ni mchemsho wenye viazi ndani yake, na nilipokula kijiko tu cha kwanza, unajua mchemsho sio maji yamejaa hapo. Huu mchemsho ulikuwa na mambo mengi sana. Nilimtazama Mama Babu na kisha nikamwambia Mama Babu, huu mchemsho. Mama Babu alicheka akasema nilijua tu utasema. Kusema ule ukweli hata mimi nimeomba darasa kwa Madam Pina hapa. Yeye ndo kapika. Mimi nikashangaa. Nikamwambia kwa unataka kuniambia Pina kwamba aliniacha chumbani akaingia jikoni akarudi tena kulala ama vipi? Kwa Pina hapo alitabasamu tu, na kisha mimi nikaendelea. Nikasema kweli nimeamini. Ile jana nilijua umesafiria nyota ya bibi, kumbe hapana. Basi Pina hapo akawa anacheka kweli kweli. Akasema kupika mimi ndo kitu kingine napenda zaidi. Umependa mapishi kweli mpenzi? Hapo mimi nilitabasamu, badala kujibu nikala tena na tena. Alafu ndo nikaambia hapa lazima nipone. Chakula ni kitamu mno. Ni kitamu sana. Pina alibaki tu kutabasamu, na kisha akasema mama, tafadhali mimi naomba niite tu Pina, ndo napenda zaidi. Mimi hapo nilitabasamu na kisha nikasema au muite Mama Riki. Hapo vipi? Si jina zuri leo limekaa fresh ama unasemaje? Hapo tulitazamana, kwa tukajikuta tunafurahi. In short familia ikawa na furaha. Tulicheka huku Pina akiwa anasema wewe una akili kabisa wewe. Sasa wakati anasema hivyo, mlango ulikuwa unagongwa. Mama Babu alienda kufungua ile mlango. Alikuwa anagonga, hakuwa mwingine, alikuwa ni babangu mzazi. Baba alipofika pale alisema kumbe bwana mimi ni mkulima mzuri sana. Mwanangu, vipi shaa yangu iko hapo? Mimi nilicheka nikamwambia baba, huwezi kukosa chakula ukiwa uko kwa mwanao. Baba alitabasamu na mimi nilisimama kumkumbatia. Pina alisimama pia na kisha akasema, "Shikamoo baba." Baba alitikia na kisha akasema, "Nimefurahi sana kukuona hapa binti yangu." Pina alitabasamu tu. Baba akaniuliza maendeleo yangu, basi mimi nikamwelezea namna vile ambavyo najisikia. Wakati mwingine najisikia sawa, wakati mwingine najisikia ovyo. Na nikaongezea kwa kusema yote kwa yote mzee wangu namshukuru sana Pina. Pina amekuwa ni msaada sana kwangu. Yuko na mimi kila wakati kunikumbusha dawa, namna ya kujitunza, namna ya kula. Sasa niliposema hivyo baba alitabasamu. Mimi nilimtazama mzee na kisha nikamwambia, mama anaendeleaje huko nyumbani? Unajua mama yako bado anaona yule mchawi yule ndo mwanamke mzuri. Anaona yule Gabriela ndiye mwanamke mzuri. Lakini kama angejua ya kwamba ile ni mashine ya kusaga na kukoboa,
angekaa mbali kabisa. Hapo tulijikuta kwanza tunatazamana na kucheka sana. Baba akasema, mnisamehe sana wanangu, lakini nimechukia sana, nimegafirika sana, ndio maana naongea haya maneno mazito mbele yenu. Kijana wangu, hapa ninavyokuambia, mama yako ameenda kwa Gabriela. Nasikia Gabriela kawaeleza huko wazazi wake ya kwamba wewe una mpenzi mpya na humtaki yeye kisa huyo mwanamke wako mpya. Baba alipozungumza hayo, mimi kwanza nilimtazama Pina akawa anatabasamu tu. Mama Babu yeye alikuwa anaandaa chakula cha baba na kisha akasema, nashukuru sana kwa chakula kizuri Pina, ubarikiwe, ila uzingatie tulivyozungumza. Baba alipomwambia hivyo Pina alitabasamu na kisha mimi na baba tulitazamana tu. Nakumbuka Pina aliendelea kula. Babangu akasema, nimekubali. Mara nyingi mtu anayefanya kosa ni ngumu sana kukubali. Ataonekana yeye ndiye kakosewa na aliyekosewa ndiye mkorofi. Sijui ni kwa nini sikujua uhalisia wa yule binti mapema. Mimi kila nikimwaza pumzi hazitoshi kupumua vizuri. Babangu alipozungumza hivyo kwanza nilitabasamu, nikasema, mzee, sasa hivi mimi ndo naelewa baba. Ilikuwa ni lazima tuone ubaya wake wote ndo maisha mengine yaweze kuendelea. Mimi sitajali yeye atasema nini. Unajua nilimkuta hapa na nimemtimua. Mama ana haki ya kuwa hivyo anavyokuwa, anamtetea mkwe wake. Subiri tu siku akijua itakuwaje, lakini ipo tu siku atajua. Pale baba alianza kula, aliendelea pale kuzungumza kuhusu Gabriela na mwisho akasema, huu mchemsho siwezi kushiba. Na kula sijui hata unaenda wapi. Ni mtamu sana. Ningekuwa nakula hivi kila siku, mimi ningekuwa so mtu wa kawaida. Nikamwambia mzee, Pina huyo kasababisha. Binti yangu, unajua kupika namna hii? Mtafanya nihamie hapa kwenu sasa. Kweli tulicheka as a family na babangu alikuwa anafurahia sana uwepo wa Pina. Na alivyo mzee wangu unaweza kusema kama sio mwongeaji, ila maneno yake yananiacha hoi. Tulikula pale, tulipomaliza huyu mrembo Pina alianza kuondoa pale vyombo, nikamzuia, nikaita pale Mama Babu. Mama Babu alifika, nikamwomba msaidie Pina. Ni kweli anaweza kufanya kila kitu, lakini kwa hali yake kuna mambo anafanya kwa sababu tu hakuna msaada, lakini hapa kwa kuwa kuna msaada atulie. Hawezi kufanya yeye kila kitu, lazima asaidiwe, haiwezekani ateseke Pina wangu. Mama Babu aliondoa vyombo na kisha mimi niliona wananongenezana. Baada ya muda Pina alisimama na kisha akasema, naomba nikapumzike kidogo niwaache mnazungumza. Mimi nilitabasamu, nikasema naomba nikupeleke mama. Pina alitabasamu na kisha Mama Babu aliendelea na mambo yake, huku mimi nikimwambia babangu kwamba baba anakuja hapo muda so mrefu. Baba alitabasamu tu. Mimi nilimshika mkono Pina mpaka chumbani kwangu. Nilipofika huko nilimshika vizuri nikamlaza. Nikamwambia, vipi mpenzi, uko sawa kweli? Nipo sawa mpenzi. Ninakuacha uwe huru na baba wakati mimi namalizia usingizi wangu, kisha nikimaliza nirudi nyumbani, kesho nitakuja kukuona tena, si ni sawa? Mimi nilijua utalala eti. Sio leo mpenzi. Ungekuwa unaumwa bado hapo sawa. Lakini Pina huoni kama naumwa sana. Unajua Pina, mimi naumwa bado. Hapo tulijikuta tunacheka tu na kisha mimi nilitoka nikamwacha Pina kitandani. Babangu aliponiona na tabasamu na yeye alitabasamu, akasema, kijana wangu, anaonekana huyu binti ni mzuri sana. Ana heshima, ana upendo sana. Sijui ni kwa nini, ila tu nina furaha sana nikikuona na huyu binti. Na naona kabisa kwamba mtafika mbali sana. Nikamwambia baba, maisha yangu mimi sasa hivi yana furaha sana. Na hata sijui ni kwa nini nilikuwa nachelewa kuwa naye. Yeye ndo kila kitu baba. Yeye ndo kila kitu nakihitaji kwenye maisha yangu. Ndio ukamoa tena kikokoteo. Baba una nini lakini? Sasa unajua tuseme nini unadhani? Na wakati sijui yeye ndio wanaume, sijui yeye ndio mwanamke. Unajua yule binti ni mchawi. Unajua uchawi sio lazima uruke angani na ungo. Ukiwa na roho ya kwa nini wewe ni mchawi? Ukiwa unafanya mambo ya kishetani kama yale wewe ni mchawi tu. Yule binti ni mchawi na nashukuru Mungu hajakuwa tu mwanangu. Nilikuja kukuona
nafurahi kuona unaendelea vizuri kijana wangu. Lakini pia namba ya mwanasheria mzuri wa mambo ya taraka yuko hapa mwanangu. Atakusaidia kila kitu. Nishazungumza naye. Unajua cha kufanya. Na zaidi ya hapo ni kanisani. Na ukweli wote sasa ndio unatakiwa kuwekwa wazi. Cha umuhimu ni wewe ujiondoe kwenye hiko kifungo. Nadhani unanielewa kijana wangu. Hapo nilimkumbatia baba, nikamwambia baba, wewe ndio kila kitu baba. Nafurahia sana unavyoniunga mkono mzee wangu. Natamani siku moja mama anielewe. Naamini kabisa familia yetu itakuwa na furaha sana. Hapo nilitabasamu na baba pia alitabasamu. Basi baba akaniambia, ukimaliza mambo yako oa huyu msichana. I said nilitabasamu. Niliongea mengi mno na baba na hata kuhusu mtoto wake. Baba alikuwa anafurahia kila kitu. Aliniambia, Mungu amekupa mtoto kwa namna ya kipekee mwanangu. Fanya kila kilicho ndani uwezo wako. Hii ndio familia yako, sio sisi. Sisi tutakuwa mbali na nyinyi. Wewe unatakiwa utengeneze familia yako kijana wangu. Kwa mpende anavyopaswa, umpe furaha inayotakiwa. Akiwa na furaha, mtoto wake atakuwa na furaha pia. Na atakufanya kuwa wewe babake. Kuwa baba sio lazima uzae wewe. Kuna baba mlezi tena wazuri sana. Na watoto wanaelewa. Na kuamini mwanangu, utakuwa baba mzuri sana kwake na mtoto wake. Mungu akupe uzao wa kutosha na pia nipate wajukuu wengi kwa jina langu mimi. Nikamwambia amina babangu. Amina, amina. Kwa tuliongea mengi mimi na mzee, na zaidi babangu aliaga na kisha akaondoka zake. Wakati babangu hajafika hata mbali, mimi nikiwa nimekaa, nimetabasamu tu hivi, natabasamu tu. Yaani nina furaha. Nakumbuka tu maneno babangu kuhusu Pina, kuhusu maisha yangu. Yaani natabasamu tu. Babangu ni mtu mzuri sana kwenye maisha yangu. Ni mtu ambaye anasimama na mimi kwenye kila namna kuhakikisha tu nakuwa niko salama. Nilikuwa na furaha tu mwili wangu, ingawa haukuwa na nguvu, lakini walau nilikuwa naweza kutabasamu na nilikuwa ninao uhakika ya kwamba nitakuwa na furaha na nitaendelea vizuri kabisa. Ndani yangu amani ilikuwa ni kubwa sana kwa sababu Pina yupo kwangu. Hakuna mtu atamchukua kutokea kwangu. Basi nikikumbuka ladha ya chakula chake, tayari najiona kabisa kwamba mimi bila huyu love of my life maisha yangu sitaweza kupumua kabisa. Ghafla nikasikia hodi. Nikajua baba amesahau chochote kitu. Sasa nikainuka kwenda kufungua mlango. Vile nafungua tu nakutana na shemeji yangu. Huyu ni mke wa Max. Nilishangaa kumwona. Hata nikasema, shemeji, karibu. Alitabasamu na kisha akasema, nashukuru sana shemeji. Aliingia ndani, nikamuuliza anachokihitaji na mama babu alimhudumia. Wakati anapata zake juice nilimtazama, nikamwambia, shemeji, kwema kweli ulikotoka, karibu. Shemeji huyu alinitazama kwa upole sana, akasema, shemeji yangu, sijui ni kitu gani kimetokea kwenu, lakini nakuomba kwa ajili ya maisha ya watoto na mimi, hebu mrudishe mume wangu kazini. Nimeumia kuona mume wangu hafanyi tena kazi na wewe na hakuna sehemu anapata hela. Shemeji, maisha yamekuwa magumu sana kwetu toka aache kazi kwako. Nikaona nije hapa kwa niaba yake kumwombea msamaha, kwa maana hata sijui ni wapi amekosea, lakini tunakuomba umsamehe, umrudishe kazini. Maskini ya Mungu. Huyu mwanamke angejua huyo mume wake Max alichokifanya kwa mke wangu Gabriela. Mimi na yeye, yani mimi na shemeji yangu huyu tumesalitiwa. Na hisa angekuwa anajua asingekuwa hapa kumwombea msamaha huyo mwanaume. Lakini kwa kuwa hajui, acha tu afanye wajibu wake kama mke, na mimi kutoka ndani ya moyo wangu ndoa yake mimi hainihusu. Mungu pekee yake ndiye atakayeweza kumnyosha akae kwenye mstari huyo mwanaume wake. Nilimtazama shemeji yangu nikamuuliza, unajua alichokifanya mmeo? Hapana shemeji, haniambii kitu chochote. Anajua we kama uko hapa? Hapana, hajui chochote kile. Ni mimi tu nimeamua kujiongeza kuja kumwombea msamaha. Sasa shemeji yangu, siku nyingine usirudie kumwombea mtu msamaha kwa kosa ambalo wewe hulijui kabisa. Yaani usibebe msalaba wa mtu ambaye amejitakia mwenyewe. Yeye mumeo anajua alichokifanya kwangu. Anaelewa kosa lake na hayuko tayari kuweza kutubu, na badala yake yeye mwenyewe ameacha kazi. Mimi sijamfukuza kazi. Muuliza tu vizuri atakwambia. Lakini ukweli ni kuwa hata kama angebakia pale kazini, kwa kitendo ambacho amekifanya, kwa kitendo ambacho amenitendea, ni kuwa hastahili msamaha wangu. Ningemfukuza tu. Ni yeye mwenyewe tu amejiwahi, na hata nikimsamehe hawezi kuwa karibu tena. Hawezi kuwa sehemu ya biashara yangu, yani haiwezekani.
Mungu atamsaidia, atapata tu kazi mahali pengine. Na kuhusu wewe shemeji au watoto, ukiona nafaa kukusaidia kwa chochote, nyumbani hapa unapafahamu, au kazini kwangu unapafahamu, si ndio? Unaweza ukaja na kukusaidia. Mungu wangu, haipaswi kuwa hivyo shemeji, haitakiwi. Sisi ni walezi wa ndoa yenu, lazima kuimarisha uhusiano wetu. Mimi nadhani nimemaliza shemeji yangu. Na kama kuna swala lingine kuhusiana na jambo lingine ni sawa, lakini kama ni kuhusu mumeo sitazungumza tena. Natamani kujua amefanya nini mpaka imekuwa hivi. Atakueleza tu. Yule ni mume wako. Akikwambia uongo utajua, akikwambia ukweli utajua, lakini kwa kukusaidia tu ni kwamba kamwe usimwambie kama ulikuja kwangu, kwa sababu mumeo ni mtu smart sana. Hapo msikilizaji, nilitamani shemeji yangu huyu nimdadavulie kila kitu, lakini ndani nafsi yangu nilikuwa nasikia sauti kiniambia acha, usifanye hivyo, usifanye hivyo. Lakini shemeji alibaki kunishangaa tu. Nikamwambia shemeji yangu, mimi nahitaji kupumzika, nimechoka, sio napiga miayo ya usingizi. Wewe kwa tu huru, hapa mimi ni nyumbani, utakuja muda wote. Asante shemeji yangu, acha tu basi mimi niende. Naona hata haupo vizuri. Unajichanganya changanya. Mimi nakwenda shemeji. Nikamwambia una siku njema shemeji, wasalimie sana watoto. Shemeji alinitazama na mimi hata sikujali, nilianza kutembea taratibu kuelekea chumbani. Ni wazi alinitazama mpaka nilipopotea kwake, maana sikusikia mlango wa sebuleni ukifunguliwa. Nilifika mpaka chumbani, nilikuta mtoto mzuri amelala pale. Pina alikuwa amelala kwa namna fulani hivi, alikuwa amelalia tumbo, alafu kuna namna kamguu alikuwa amekakunja hivi. Gauni yake huku kuna namna ilikuwa imepanda kidogo na kufanya sehemu ya mwili wake kidogo kama mashantau fulani hivi. Nikawa namtalii tu huyu mtoto mzuri. Nikiwa niko hapo, nilikumbuka hata simu ya Gabriela ipo kwangu tayari. Nilitamani kufungua tena, lakini niliona haina hata maana. Nikajikausha tu. Nikajiambia inatakiwa kuweza kuondoka huko. Nitajua nini cha kufanya. Basi nilisogea pale kitandani, nikajilaza karibu na mpenzi wangu Pina alivyokuwa amelala. Jamani, kazuri nyaka katoto. Nilikaita kwa upole tu nikamwambia, baby, mpenzi wangu, my photon, tafadhali hebu amka basi. Niliona taratibu anafumbua macho yake akitabasamu. Na mimi nilitabasamu na kisha nikasema kwa upole, nikamwambia nashukuru sana kwa chakula kizuri sana Pina. Nimefurahia sana na nimekula sana. Chakula ni kitamu. Naona kabisa nikila na baadaye, nikila na kesho, yani nitakuwa naamka na nguvu kabisa. Unajua wewe mtoto unanichanganya sana mimi. Asante sweetheart. Nimefurahi sana na hata umenifanya nitafakari tena kitu gani kizuri nikipika utaweza kukifurahia. Nakupenda sana Roike. Wewe unajua kipenzi, ukipika chochote niamini kabisa kitakuwa ni kitamu sana. Nashukuru sana. Hapo Pina alinikumbatia. Kila kinikumbatia najisikia raha sana. Unajua kumbe nyewe kuna utofauti nyewe. Ukiona mtu unayempenda, ukimwona tu unatabasamu. Ukiona tu karibu unatabasamu. Akikwambia maneno mazuri na matamu unasisimka bila hata sababu ya msingi. Akikukumbatia ndo unaishiwa kabisa nguvu zote. Akikubusu ndo unatetemeka. Namaanisha hivi, ukiona mtu unayempenda kuna furaha ambayo sikuwahi kuwa nayo zamani. Kuna furaha sijawahi kupata maishani, ndio kwa mara ya kwanza na furaha ile. Inashangaza je. Ni furaha ya kweli kweli kweli. Furaha kutoka ndani ya moyo wangu. Sasa wewe ndugu yangu, hiyo furaha uipate wapi? Ni kwa Ngoje Simulizi muda wote YouTube. Ametoa simulizi bado nyumbani yangu simulizi. Muda wote unakesha kwenye peji za Ngoje Simulizi. Wewe yangu simulizi. Ndio furaha yako hiyo. Sasa mimi furaha yangu Pina. Huyu Mpenzi wangu Pina akaniambia, najua unajisikia vizuri sasa. Naomba niruhusu mimi nirudi nyumbani. Hapo mimi nilimtazama Pina. Nikabidi nakupeleka, tunaenda wote. Lakini unaumwa wewe. Nikamwambia abiria, chunga mzigo wako bwana. Pina hapo alicheka akasema, ni wewe. Wewe unajua unaumwa hivyo. Nikamwambia achana mimi. Hapo alitabasamu na kufanya na mimi nitabasamu. Nililuka pale nikavaa shati nyingine nzuri na nilipomaliza nilimuinua nikamwambia, sikiliza, natamani usiondoke Pina. Lakini sina namna, inabidi uende. Kuwa na subira mpenzi. Utafika wakati hadi wewe mwenyewe utanichoka. Naanzaje kumchoka binti mzuri na mrembo kama wewe?
Hapo na mimi nikajikuta nacheka na yeye alicheka. Basi nilimvuta karibu yangu nikamwambia, napenda ukinipa busu. Napenda namna mapigo ya moyo wangu yanasimama kufanya kazi. Nakuwa kama vile nimehama sayari hii. Sasa baba, si nitakuua. Wewe mtoto mzuri. Ukiniua sawa tu. Hata siwezi kujuta kwamba nimekufa kwa sababu yako. Mimi napenda kila kitu chako. Naomba tu ujue hilo. Hapo huyu binti alicheka, alafu akanyanyua hivi kidogo uso wangu ili kufikia midomo yangu. Nikamzungusha pale mpaka ukutani. Hapo nikambananisha hata akawa na hema juu juu. Mimi nilifurahia lile busu kwa muda wa dakika kama 3 hivi mpaka 5 hivi. Nilikuwa napata raha. Nilipomwachia alikuwa na hema juu juu, akaita kwa sauti ya chini sana, baby, thank you baby so very much. Hapo mimi nilihema kwa nguvu nikamwambia nakupenda sana pia. Taratibu alinipapasa kwenye zipu huku kwenye askari yangu. Akanigusa, palikuwa pamevimba vimba. Mimi hapo tayari shololo. Akatabasamu akaniambia nakupenda sana Reke. Msikilizaji, hivi ushawahi kuambiwa neno nakupenda? Yaani neno tu nakupenda, mtu akikwambia mpaka ukahisi vilivyo lala vyote vinaamka. Ndio jinsi ilivyokuwa kwangu. Nilimkumbatia akanikumbatia tena. Kiukweli hali yangu ilikuwa tete, niwe tu mkweli. Ila nitafanyaje sasa? Ilikuwa tu lazima nijishikilie, ila natamani hiyo siku ifike. Hiki kitanda nilale na huyu mwanamke ninayempenda sana. Naona kabisa kwamba sitaamka hiyo siku. Maana hapa tu nilikuwa najisikia raha ajabu. Hai, vipi siku mimi nikilala naye? Kwanza nilimtazama na kisha nikamwambia asante sana kwa kuja kwenye maisha yangu pia. Unanifanya nijisikie amani na furaha muda na wakati wote. Uwepo wako kwenye maisha yangu una maana zaidi ya kila kitu kwenye maisha yangu. Nitafanya kila kitu nisikukose maadamu najua wewe ni wangu unanipenda. Niambie Rick, unanipenda? Sasa cha kuuliza iko. Nakupenda mno na nitakupambania. Kwa mara ya kwanza napata furaha kwenye maisha yangu. Na kuahidi sitakuacha uende, nitakupigania pia. Wiki hii ratiba yangu itakuwa ni ngumu kidogo, lakini hebu jiandae. Muda na wakati wote nitakufuata wewe pamoja na Samuel tukatembee kidogo. Umesema na Samuel? Tuondoke sasa, tunachelewa kwenda nyumbani. Kwani gari unaendesha wewe? Kama unataka nikumwage sawa. Hapo tulicheka tukiwa tunasema hivyo kwa maana ya kwamba sikuwa na nguvu bado, lakini sio nguvu za kubusu. Hizo kwenye kumbusu pina, nguvu zimejaa tele mpaka zinamwagika. Basi nilichukua pale na simu ya Gabriela nikaika mfukoni. Sikuwa na jari, na nikapiga wala nani kamtafuta, sikutaka kuhangaika na yeyote. Tuliingia kwenye gari, yule dereva wangu wa kazini ndo alikuwa anaendesha hili gari na mimi nilikuwa tu nimekaa. Kuendesha gari hii mpaka nikae sawa. Maana kikawaida napenda sana kujifanyia mambo yangu mimi mwenyewe. Tulikaa nyuma mimi na Pina. Sasa ukimwona Pina alivyokuwa amenegemea, nilikuwa najisikia raha sana. Ngoja nikwambie, yaani kama hujisikii hivi ambavyo mimi ninajisikia na huyu mwanamke, ndugu yangu wewe upendwi. Wewe hupendwi. Kuna watu huko wanateseka na mapenzi. Sio sisi. Siwezi kuambia lolote namna gani ambavyo mimi nilikuwa najisikia fahari kwa huyu mtu. Unajua kuna wakati vile ambavyo unajisikia natamani wote bila kujali cheo chako ni watafute, yani watafutie sehemu yenu ya kuishi. Alafu hii hapa duniani hapa, hii dunia ni mkabidhi Pina wangu. Aji nafasi, hataki kusumbuliwa kwa raha ambazo ananipa. Lakini ndio hivyo siwezi. Tukibaki wawili nyinyi mtajifunza wapi kupendana kama sio hapa? Inabidi tumbaki hapa ili mjifunze kupendana. Ninavyompenda Pina, Pina anavyonipenda. Mshuhudie upendo wa kweli jinsi ulivyo. Sio huyo kitunguu chako ex wako anakuacha, afu baada anakuambia true love never die na wewe unarudi kweli, anakupiga tukio lingine, true love never die, unarudi tena unagongwa nyundo nyingine. Basi gari kaendesha tukafika mpaka kwao. Baada ya kufika tulikuta bibi pamoja na Samuel walikuwa wamekaa nje na mambo yao yenyewe hawana hata habari. Samuel anampenda sana mama yake. Alimkimbilia kama alivyofanya mara ya kwanza kipindi ambapo mimi nimefika hapa. Nilikuwa na furaha tu jinsi walivyo. Hata baba yake pia alisema, "Mbona usalimii?" Huyu mtoto alinisalimia na mimi nilitikia pale kwa upendo nikasema, "Ujambo Sam?" "Sijambo. Asante kwa kumrudisha mama." Nikasema lazima nimrudishie salama kwa sababu mimi pia ni mamangu huyu. Sam alishangaa, macho yake yakaanza kubadilika, akasema, "Mamako?" "Hapana, huyu ni mamangu mimi mwenyewe." Mimi nikacheka nikamwambia, "Ni mamangu pia." "Kwa mimi nina kakaangu ndo wewe?"
Nikamwambia kweli kabisa mimi kakako. Nilimtazama Pina. Pina alikuwa na furaha sana. Tulisogea mpaka kwa bibi. Bibi alinikaribisha kwa furaha sana, nilimsalimia kwa heshima na Samu alimsimulia bibi ya kwamba mimi ni kaka yake. Kwa tukacheka. Pina akasema, bibi, huyu anaitwa Rodrick. Ndiye nilikuwa nakueleza kuhusu yeye. Hapo bibi alitabasamu akasema, karibu sana mjukuu wangu, karibu. Pina akamwambia Samu, tangulia ndani na kuja. Mimi hapo nilitabasamu nikaendelea kuzungumza na bibi. Nikamwambia, bibi, nashukuru sana. Nashukuru sana. Ricky, asante nimefika. Uwe makini barabarani. Mimi hapo nilitabasamu nikamwambia ndakupigia. Uwe na wakati mzuri. Pina alitabasamu, mimi nikamwaga bibi kisha nikaanza kuondoka. Hatua chache tu bibi akasema, we Rodrick mjukuu wangu. Pina alicheka kweli kweli akasema, bibi sio Rodrick, anaitwa Rodrick. Bibi akasema, utoka bwana hapa we. Haya majina yenu haya sasa sijui mmeyatolea wapi? Mnataka kutuvunja tu meno. Mimi nilikuta nimesimama nacheka huku nasikia Pina anacheka, anaonekana kuzoeana sana na bibi yake. Niligeuka, bibi alinisogelea akasema, mjukuu wangu, naomba umtazame sana mjukuu wangu. Huyu ndo mtu pekee ambaye mimi niko naye. Unavyoniona hapa sina msaada mwingine wala mtoto mwingine zaidi ya huyu. Nimemzika watoto wangu wote, yeye ndio tegemeo langu wakati wote. Amepitia mengi, sitaki wala sitamani kumwona anaumia au kuhangaika tena. Nakuomba sana baba. Hapo kwanza mimi nilitabasamu nikamwambia bibi, nitahakikisha anatabasamu muda wote na wakati wote. Sitaweza kumuumiza wala kumpa sababu za maumivu ndani ya kifua chake kwa sababu ninampenda sana bibi. Kwa hiyo nakuomba uondoe shaka kuhusu hilo. Hapo nilimtazama Pina. Pina alikuwa anatabasamu tu na akaniambia, fimbo yangu. Mimi nikatabasamu nikamwambia, twende uifuate. Alitabasamu, nilimshika mkono bibi mpaka kwa Pina na kisha nikamchukua Pina na kuanza kuelekea kwenye gari. Nilimpatia ile fimbo yake, nikamwambia kuwa makini sana. Nakupenda. Hapo Pina alitabasamu akasema, kupenda pia my fortune. Nilitamani nimbusu tena ila sasa ndo bibi pale. Kwa nikamtania nikamwambia natamani goodbye busu. Ila sasa ndo yupo na sisi hapa. Pina akawa ameelewa, alitabasamu, akanibusu kwenye paja la uso ile la kushtukiza, akasema good night handsome. Huyu akaondoka zake haraka haraka. Mimi nilibaki na tabasamu tu na kisha nikaingia zangu ndani ya gari nikaanza safari ya kuondoka zangu. Hapo nikawa nakumbuka ujinga wa Pina wangu basi nikajikuta nacheka tu. Sasa nikiwa niko ndani ya gari, simu ya Gabriela ikawa inaonekana kuna namba ilikuwa inapiga. Nilikuwa nitazama tu hii simu. Huku ndani nafsi yangu ilikuwa inaniambia kwamba lazima nimfuate Giana na yeye ndiye ataweza kupeleka hii simu kwa yeye mwenyewe. Lakini pia huyo Giana anataka nizungumze naye. Kwa nikamuelezea dereva mahali ambapo mimi nataka kwenda. Basi ile namba ikawa inaendelea kusumbua sana kwenye ile simu. Nilijikuta ndani yangu natamani kujua huyu mtu anayepiga ni nani. Tena mbona hii line ni mpya? Hii line ya mke wangu ni mpya. Sasa huyu anayepiga hii namba ni nani? Maana baada ya ule ugomvi, mke wangu alibadilishaga line mjue. Akanunua line mpya. Kumbe hana lolote. Sasa huyu mwenye hii namba ni nani tena? Nikaingia kwenye simu yake. Nilijikuta nacheka. Sio kwamba Giana ni anamsaliti mumewe na Gabi, bali mumewe pia anamsaliti mkewe na Gabi. Yaani wapenzi wazuri sana. Tena wanaitana shem darling. Yaani kumbe hadi mume wa Giana ametembea na Gabriela. Unajua sasa badala ya kuumia, yani kaja nikuta nacheka tu. Ukimwona huyo mume wa Giana anavyomsifia Gabriela, anamtumia mpaka picha za sehemu zake. Gabriela naye anamsifia kwa vile anavyompa raha. Nilijikuta nasoma tu zile message. Nikajiambia moyoni, mimi niko sahihi. Gabriela huyu ni jini. Gabriela ni shetani. Anahitaji msaada mkubwa sana. Yaani katembea mpaka na shemeji yake. Kwa Gabriela amemla shemeji yake, amemla na huyo shoga yake. Gabriela asoma mwanamke wa maisha yangu mimi. Gabriela ni pasua kichwa. Yaani anamfanyia hata rafiki yake ambaye ndo mpenzi wake wanakulana. Kaenda kumladi mme wa rafiki yake. Hii ngumu kumeza, hii ngumu kuitamka. Ila ndo ukweli huo. Gabriela na Giana ni wapenzi na hiyo ndo haifutiki. Wote hawa ni wanawake, lakini isitoshe Gabriela kaenda kuchukua mpaka mume wa Giana, anamkula pia wanakulana. Ndo ukweli wenyewe. Sasa kwa nini nifiche? Unajua kuna muda hata niliwaza kuhusu alivyozungumza mama yake. Lakini mbona nilijitahidi mpaka mwana saikolojia nilimtafutia. Ina maana kwamba Gabriela alikuwa ndo addicted na haya mambo ya ngono ama ni vipi? Sasa badala ya kumchukia Gabriela, yani unajikuta sasa unamuonea huruma.
Uzuri ni kwamba hana nafasi tena kwenye maisha yangu. Mimi siwezi kuwa naye tena. Mimi siwezi kuvumilia haya wewe. Kuvumilia maumivu haya. Sasa nikiwa nawaza hayo, ghafla simu yangu iliita. Nilipokuja kucheki nani ananipigia. Hey. Bwana msikilizaji, nani tena huyu anapiga simu? Mimi nadhani itakuwa poa sana tukikutana katika sehemu ya 8. Huu mzigo mtamu wa kuitwa Love of My Life. Unaweza ukaita Lonely. Mimi naitwa Uncle Jane kusimulia. Asante sana kwa time yako, asante kwa kunisikiliza. Lakini sehemu ya 8 tutakuja kujua ni nani hasa aliyekuwa anapiga simu hiyo wakati ambapo huyu jamaa Rodrick alikuwa anaelekea nyumbani kwa Gianna. Tukumbuke Gianna ni shoga yake na Gabriela. Na mshikaji anaenda kwa Gianna ili kumpa ile simu ampelekee shoga yake. Mambo yako vipi? Gianna akishika ile simu akija kuona mume wake anachepuka na Gabriela itakuwaje? Ushoga utakuwepo kweli? Mimi naye hatujui. Ila ngoja tuone katika sehemu ya 8 mambo yatakavyokuwa. Asante na kwaheri.